Mimi, Robert Gabriel Mugabe, ninaapa kwamba nitakuwa mwaminifu na kuwa mtiifu wa kweli kwa Zimbabwe na kuzingatia sheria za Zimbabwe. Hivyo, naomba Mungu nisaidie. Karibu katika sehemu ya kwanza ya historia ya mtoto wa Afrika, hayati Robert Mugabe. Katika kijiji kidogo cha Kutama huko Rhodesia Kusini, leo Zimbabwe, mnamo mwaka 1924 alizaliwa mtoto wa kawaida, Robert Gabriel Mugabe. Vitabu vingi vinamuelezea ya kwamba wazee wake walimuona kama ni mtoto ambaye alikuwa amechaguliwa, yani the chosen one. Katika kitabu ambacho kimeandikwa na William Mpofu cha mwaka 2021 na Donato cha mwaka 2008 vinamuelezea Mugabe kama ni mtu ambaye aliyechaguliwa kuwa kiongozi na kuwavusha watu wa Zimbabwe kutoka kwa wakoloni. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, jina lake lilikuwa na kutikisa katika siasa za Afrika na dunia kwa ujumla. Alikulia kwenye familia ya Kikatoliki. Baba yake akiitwa Gabriel Matibili alikuwa ni fundi seremala kutoka Nyasaland ambayo kwa sasa ni Malawi, na mama yake akiitwa Bona akitokea katika kabila maarufu la Washona. Mugabe alipata elimu ya juu kwa msaada wa wamishonari, akichukua shahada katika masomo ya siasa na elimu, huku akiwa na hasira ya kusomea sheria kwa sababu mrengo huu ulijulikana kama watu weusi hawakustahili kusoma. Mwaka 1924 eneo linaitwa Kutama, kijiji cha Kutama, na ni parokia ya Kutama, na amezikwa hapo mara baada ya safari yake ya maisha. Amezaliwa kwa baba ambaye alikuwa ni katekista na ni Mkatoliki wa shirika la Wajesuit. Amesoma shule za mission. Alikuwa ni mtoto mtulivu sana, asiyeongea sana. Kimombo anasema shy boy. Alikuwa ni mtu ambaye anaaibu hata kuongea na wenzake wanapochunga ng'ombe. Wanasema hata anapochunga ng'ombe kalikuwa kanakwenda na vitabu kanapochunga ng'ombe huko porini. Kalipenda sana kusoma, na wamisionari waligundua kwamba mtoto yule alikuwa na kipaji sana cha darasani. Kwa hiyo alipendwa katika kusoma kwake kote, alikuwa anafaulu. Ikumbukwe kwamba wakati wa ukoloni shule zilikuwa chache, mpaka ukapendwa uonekane una uwezo walikuwa ni wachache. Unaweza katika vijiji 10 basi wanapatikana watoto wawili tu. Na tukumbuke kwamba hiyo iliyokuwa inaitwa Southern Rhodesia ilikuwa ni koloni kamili ambalo ni la walowezi. Walowezi waliotokea Uingereza, wengine wametoka Australia, walikuwa wengi. Wale waliokuja pale Zimbabwe wakitafuta madini. Walipokosa madini wakaamua kuzalisha chakula kwa ajili ya kwenda Afrika Kusini. Nataka kusema ya kwamba vijana wa Zimbabwe wa miaka hiyo mwaka 1920 na 30 waliandaliwa kufanya kazi kwenye mashamba ya walowezi. Walioandaliwa kusoma walikuwa ni wachache sana. Mashamba ya walowezi ambamo walilima mahindi, walilima kahawa, walilima matunda na kadhalika na kadhalika. Lakini kijana huyu alionekana ni mwenye akili sana. Lakini somo alilolielewa vyema zaidi lilikuwa ni ukoloni na mapambano dhidi yake. Mugabe alihitimu kutoka chuo cha Mtakatifu Francis Xavier cha Katuma mnamo mwaka 1945. Kwa miaka 15 alifundisha Rhodesia na Ghana na kuendelea na masomo katika chuo kikuu cha Fort Hare nchini Afrika Kusini, ambacho ni chuo alichosoma akina Nelson Mandela, Oliver Tambo na wengine wengi. Na hapo ndipo ambapo Mugabe alipojifunza siasa. Kutokana na akili zake alifaulu mitihani ya kujiunga chuo kikuu. Chuo hicho kilikuwa maarufu sana na wamesoma watu wakubwa sana, kipo Afrika Kusini, kilikuwa ni cha wamisionari. Kinaitwa Fort Hare University. Chuo cha Fort Hare. Amesoma babake Thabo Mbeki. Amesoma yani kama Seretse kama. Huku Afrika Mashariki tulikuwa na mmoja tu aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Kenya, Charles Njonjo, mwanasheria mkuu kwa muda mrefu sana. Huyo ndo alisoma kule. Na wengine wengi waliokuwa
viongozi wa wakati huo. Kuna akina Herbert Chitepo kama mtawakumbuka, akina Joe Mathew, baba yake na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini kwa muda mrefu, mama Dr. Naledi Pandor. Kwa hiyo ni chuo ambacho ninachotaka kusema kilitambulika. Ikumbukwe hata Mandela kabla ya kufukuzwa chuo kikuu alikuwa Fort Hare, wamejifunza pale. Kwa kipindi fulani amesema yeye mwenyewe Mugabe alipoenda kinapotimiza miaka 100, akasema alipokwenda waziri mkuu kipindi fulani waligomea kusikiliza hotuba yake. Na Mugabe mmesikia kwamba alisoma degree nyingi sana, karibu 10 amesoma akiwa gerezani. Alikuwa na degree 13, nyingine amejisomea kwa njia ya posta. Lakini anachosema kwa nini alisoma sana, anasema wazungu walikuwa wanawacheka kwamba hawezi wakasoma sheria. Kwa hiyo akasema tulivyotoka Fort Hare, wengi tulikuwa na hasira kwenda kusoma sheria, tuwaonyeshe wazungu kwamba tuna uwezo wa kusoma hata sheria. Na alirudi Zimbabwe akiwa na maono ya kuongoza kama nchi ya mfano wa ukombozi barani Afrika, na alijiunga na harakati za kisiasa akipinga ukoloni wa Waingereza na utawala wa wachache weupe huko Rhodesia. Kwa maoni yake, uhuru wa kisiasa bila uhuru wa kiuchumi ulikuwa ni usaliti. Tunapinga kabisa dhana ya ubaguzi, kwa sababu nadhani kwamba watu wamepangwa katika makundi kulingana na rangi zao. Kama vile wazungu wako kwenye sehemu moja, Waasia na rangi nyingine katika kundi lingine, na Waafrika katika kundi lingine. Unapoongelea makundi haya ya rangi tofauti, unaweza kuona kwamba mbio ni tofauti, na tofauti hii ni lazima itambuliwe. Sisi sio wabaguzi wa rangi katika mtazamo wetu, yani tunamchukulia mtu jinsi alivyo, kwamba kila mtu ni lazima apewe haki yake ya kisiasa, awe mzungu, awe mweusi, aliyesoma au asiyekuwa na elimu, tajiri au maskini. Na hii ndiyo sababu hasa tunahangaika katika kupata kwa ajili ya watu wetu, mtu mmoja, kura moja. One vote. Huko Ghana alikutana na kuoa mke wake wa kwanza ambaye alijulikana kwa jina la Sally Hyfron. Alifika nchini Ghana ambapo alifanya kazi ya ualimu katika chuo cha ualimu Takoradi, alipokutana na Sarah Francisca maarufu kama Sally. Wawili hao walipendana, na mwaka 1961 mwezi April walifunga ndoa, na Sally akawa ndiye mke wa kwanza wa Robert Gabriel Mugabe. Upinzani wa Robert Mugabe na Ian Smith ulikuwa mkali, wa kina na wa muda mrefu, ukitokana na tofauti zao za kisiasa, kiitikadi na kiutawala, hasa kuhusu uhuru wa watu wa Zimbabwe, mfumo wa utawala na suala la ardhi. Wote hawa wawili walikuwa viongozi wenye ushawishi mkubwa, lakini walikuwa kwenye pande kinzani kabisa za historia ya Zimbabwe. Ian Smith alikuwa waziri mkuu wa Rhodesia, aliendesha sera ya kibaguzi, akiwanyima Waafrika haki za kisiasa na kiuchumi. Ian Smith alitetea utawala wa wazungu wachache, akisema Waafrika hawakuwa tayari kuongoza. Mugabe alimwona Smith kama alama ya ukoloni, ubaguzi na dhulma katika historia ya Zimbabwe. Anza hizi harakati ndio nilielewa apartheid ni nini. Katika mkutano wa Geneva kulikuwa na makundi, ulikuwa na delegation, ulikuwa na ujumbe wa Smith. Katika ujumbe ule Smith alikuwa anaongoza. Kulikuwa na Smith mwingine ambaye alikuwa waziri wa finance, ndiye alikuwa number 3. Kulikuwa na foreign minister wao alikuwa anaitwa Van der Bijl, mkaburu kabisa, haoni kama mtu mweusi ni mtu. Mpaka siku moja tunakutana na ujumbe, sisi watu wa frontline states, kusalimiana nao. Tunasalimiana nao, Ian Smith alishake hands, David Smith alishake hands.
Vanderbilt hakushake hands, hakuona kama anaweza mkono wake ushikwe na Mwafrika. Yani ndio tukaambiwa, tukasema ndio hii ilivyo, kwamba wale makaburu hamuoni kama Mwafrika ni mtu, ni binadamu. Ndio nikaelewa, na ukishaelewa hivi unaona hii kwa kweli lazima iondoke. Kwa hiyo kulikuwa na mengi. Sasa ukiona mambo kama yale, kama ukikasirika, basi inakuwa ni kugombana. Na kulikuwa na wengine, hasa ule mkutano wa Geneva, kuna mambo mengine na yakumbuka kama yalitokea jana. Tulipofika kule, hata kukaa meza ile wakaeji ikawa issue, kwamba siji kaonekana kwamba aliyekaa mahali fulani, ukiona na alikaa mwenye mkiti, unaona huyu ndiye mkubwa kuliko mwingine. Wale wazungu wanataka waonyeshe kwamba ndio ya aina hizi ndio kubwa, hao wengine wanakataa, na ikawa na ugomvi mara nyingi. Siku moja ilikuwa kawaida ukiwa na mkutano, viongozi wa vyama vya ukombozi mara nyingi walikuwa wanachelewa dakika 2, 3, 5, maana waliunda umoja pale, na kila wakati wakitaka kwenda kwenye mkutano inabidi wakutane kwanza, wawe na msimamo mmoja, na wakati mwingine ilikuwa nawafanya wanachelewa kidogo. Sasa siku moja walichelewa. Nkomo alichelewa dakika 5. Joshua Nkomo alipoingia mle, sasa wakati huo David Smith, Ian Smith na David Smith wamerudi. Huyu Vanderbilt ndiye anaongoza ujumbe wa Ian Smith. Alipoingia Nkomo, wakati alipokuwa Ian Smith alikuwa hakuwa mbaya sana, na David Smith alikuwa ni mstaarabu, wazungu kwa mstaarabu. Huyu alikuwa mbaguzi kweli. Sasa Nkomo alipoingia, siku hiyo amechelewa dakika 5. Vanderbilt akamwambia chairman, alikuwa anaitwa Ivor Richard, akasema, chairman, tunasema nyinyi hamtuelewi. Hao wa Afrika hawana uwezo wa kuongoza, hata hawana sense ya time. Unaona mkutano kama wanakuja wamechelewa hivi. Huyu Joshua Nkomo akamwambia chairman, ni kweli tumechelewa, kulingana na kitu kidogo tunashauriana, ndio maana tumechelewa. Mugabe hajaingia. Mugabe akaingia amechelewa kama dakika 10. Vanderbilt akarudia ile. Mugabe alimtazama tu, akamwambia, you boy, we have waited for our independence for 80 years, you can afford to wait for 10 minutes. Yani ile naikumbuka sana. Smith alitumia nguvu za kijeshi kupambana na wapiganaji wa uhuru. Mugabe na wapiganaji wa ZANU-PF walimuona Smith kama adui mkubwa wa ukombozi. Vita hii ilichochea chuki binafsi na kisiasa kati yao, kwa sababu Mugabe alionekana kama ni mwiba wa wakoloni. Mugabe alifungwa jela kwa miaka 11, lakini akiwa gerezani hakupoteza muda wala mwelekeo. Aliandika, alisoma na alijipanga vema kukabiliana na kung'oa utawala wa kikoloni. Wakati akiwa gerezani alipata msiba wa mtoto wake wa kwanza na kuwaomba walowezi kumpa ruksa ya kuhudhuria mazishi ya mtoto wake, lakini alikataliwa, na hii ikaibua hasira dhidi ya ukoloni. Na pili, Mugabe mateso aliyopata, kufungwa miaka 11 jela, familia yake imeachwa nje. Yule mama alirudi Ghana, kakaa na katoto kake ka kwanza ka kiume kameugua malaria mpaka kanafariki. Alipofariki Mugabe akaomba kwenda angalau kumzika mtoto wake mmoja pekee. Wazungu walikataa asiende kuzika. Kitendo hicho kisaikolojia kimemfanya Mugabe kuwachukia wazungu tangia pale. Hajawahi kuwaamini, kwa sababu alisema angalau nimuone mwanangu anaposhuka ardhini, lakini hawakumruhusu.
Kwa hiyo tangia hapo mpaka leo tunavyomuona Mugabe, sababu aliona sura halisi ya wazungu akiwa gerezani wakimkatalia kwenda kuzika mtoto wake. Baada ya mgogoro wa muda mrefu kati ya Smith na Mugabe mwaka 1979, Smith alilegeza kamba na akalazimika kushiriki mazungumzo yaliyosababisha uhuru wa Zimbabwe, na hadi kufikia mwaka 1980 nchi ya Zimbabwe ilipata uhuru wake chini ya Robert Mugabe, na hapa ndipo Zimbabwe ilizaliwa. We want full and unfettered Tunataka demokrasia kamili isiyo na vikwazo, chini ya katiba isiyo ya kibaguzi na zisiwe chaguzi chafu. Mugabe akawa waziri mkuu wa kwanza Mwafrika, na hapa akaanza kuwatumikia watu wa Zimbabwe na baadaye kuwa rais wa nchi ya Zimbabwe. It must be realized, however, Ni lazima itambuliwe, hata hiyo hali ya amani na usalama inaweza tu kufikiwa kwa uamuzi wetu sisi sote. Kufungwa na mahitaji ya wazi na ya amani yaliyomo katika mkataba wa Lancaster ambao ulionyesha shauku kubwa kwa watu wa Zimbabwe. Utasikia majadiliano yote ya uhuru wanataja Lancaster House. Ilikuwa ni sehemu ya mkutano ule pale Lancaster. Mkataba ule walivyosaini ilikuwa kutakuwa na mageuzi ya ardhi yatakayoenda polepole, kwa sababu hakuna wakulima wakubwa Zimbabwe ambao tayari wanaweza kulisha, kwa sababu Zimbabwe, labda ili hatukulisema mwanzo, Zimbabwe ilikuja haikuwa sehemu ya kutawaliwa. Ile kampuni ilikuwa inaitwa British South African Company. Ilipokuja mwaka 1890, hiyo Mashonaland na Matabeleland, walikuwa kuna imani kwamba madini yaliyopo Johannesburg pale, ule mwamba umekuja mpaka huko Matabeleland mpaka Mashonaland. Wazungu walipokuja wakakuta hamna madini, walipokuwa na Mondoa Lobengula na nani, ila wakasema kuna ardhi nzuri. Ni sana mwizi amekuja kwako kuiba hela kakosa. Kule kwetu huwa anasema naondoka hata na kijinga cha moto, chukua hata majivu tu kutoa mkosi. Sasa wale wazungu wakaamua kulima. Walime kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuilisha Afrika Kusini. Kwa hiyo hoja ilikuwa hata utawala wa Afrika Kusini, jamani, wazungu wakitoka kwa haraka kutakuwa na athari za chakula Afrika Kusini. Lakini hata Uingereza yenyewe ilikuwa inategemea vitu vingi vya kula viende kule, hasa tumbaku. Ni wavutaji wazuri kama mnavyojua. Magovernors waliokuwa, jamani, iwe polepole. Ndio maana hata ukiangalia land reform, mabadiliko ya ardhi, Mugabe anasema it was part of Lancaster Agreement, kwamba itakuwa polepole. Hawakutaja miaka 10, ilikuwa wazawa watapewa ardhi polepole. Wazungu wakanogewa mara baada ya uhuru, wakawa hawatoi ile ardhi, kwamba tulisema kila muda tutakuwa tunapunguza kidogo kidogo, wenyeji wachukue, ikawa haifanyiki. Sasa kukawa na hawa wapigania uhuru wengi wameumia, wengine hawana miguu, wengine masikio yalikatwa, ulituahidi ardhi. Na kukawa na kitisho kwa ndani kwamba kama hutoi ardhi kama ulivyokuwa unaahidi, sisi tutakupindua. Mugabe alivyoshtuka kwamba kuna kupinduliwa kwa sababu ya ahadi zile ambazo zilikuwa za Lancaster, ilikuwa ndio pressure ile kwamba na uchaguzi ukakaribia, watu wana nani, akalazimika kwa ghafla kuchukua ardhi kuwapa wapigania uhuru. Kati ya malalamiko makubwa ya Wazimbabwe wa kawaida hata leo ni ardhi hata aliyochukua Mugabe ilienda kwa wapigania uhuru, kwa sababu ya madai haya kwamba uliahidi. Akaamua shida isiwe hiyo bwana, hebu wape wapigania uhuru wengi. Walichukua wanajeshi ardhi kubwa. Kwa hiyo ilikuwa ndio sehemu ya mkataba wa Lancaster pale Uingereza, majadiliano ya muda mrefu sana na kina Joshua Nkomo. Joshua Nkomo ndo aliyesema ardhi tuchukue sasa. Mugabe alikuwa ni msomi huyu, wamejadiliana na Malkia wa Uingereza, aliwaambia, na alitembelea pale Malkia wa Uingereza yule aliyefariki, akawaambia mwende polepole, naona inafurahisha, alitamka neno hili, inafurahisha weusi na weupe kuishi kwa pamoja, maendeleo makubwa. Ilikuwa ni taifa lenye maendeleo makubwa sana, wakakubali. Kumbe Joshua Nkomo huenda alikuwa sahihi kwamba hapa
tuchukue ardhi. Tukasema kutakuwa na mtikisiko wa uchumi, twende polepole. Ndio kilichotokea. Swala la ardhi kama ambavyo tunafahamu ni swala ambalo msingi wake unaanzia kwenye majadiliano ya uhuru, hasa katika makubaliano ya Lancaster mwaka 78 mpaka 79 hapo. Kwa hatua zilizochukuliwa za Robert Mugabe ilikuwa ni utekelezaji wa makubaliano ya Lancaster, lakini sasa utekelezaji huo haukuwapendeza wale waliokuwa wanufaika wa mfumo mzima wa kiuchumi katika nchi ya Zimbabwe. Lakini sasa lazima tusisahau ya kwamba Zimbabwe ilikuwa ni moja ya makoloni yenye nguvu kubwa sana ya kiuchumi, yenye miundombinu imara kabisa, na nyuma ya Afrika Kusini kimiundombinu, uzalishaji. Zimbabwe ilikuwa ni aina ya koloni ambalo lina nguvu kubwa sana ya kiuchumi, na hii kwa sababu kuna ushabiano ya aina ya ukoloni baina ya Zimbabwe na Afrika Kusini. Zimbabwe ilikuwa ni koloni la kilowezi, kwa maana ya wazungu waliokuwepo Zimbabwe, it was annexed by Britain. Ilikuwa ni sehemu ya, yani wazungu waliokuwepo Zimbabwe walisema hapa ni kwetu milele. Ndio maana hata Ian Smith anavyotangaza uhuru UDI mwaka 64 anasema kwamba Uingereza inatusaliti sisi kwa sababu hapa ni kama Uingereza, ni nyumbani. Haamini kama wale wana pahala pengine nje ya Zimbabwe. Hawaamini kama ardhi ya Zimbabwe inapaswa kuwa ya watu wasiokuwa wao kama wazungu. Kwa sababu hiyo wameiendeleza na madai kama hayo. Lakini jambo moja ni hakika, huwezi kuzungumza historia ya Afrika bila kumtaja Robert Mugabe. Mwana mapinduzi, mwalimu, rais, mpingaji wa ukoloni kwa wengi, fumbo lisilotafsirika. Usiache kufuatilia sehemu ya pili ya historia hii nzuri na yenye kusisimua.